Tuelekee kaunti namba 17 ambapo mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na polisi wa trafiki wametoa mafunzo maalum kwa wahudumu wa bodaboda kutoka miji ya Emali na Kibwezi. Hatua hii imechukuliwa kutokana na ajali nyingi za bodaboda kwenye barabara hiyo, kama anavyotuarifu Michael Mutinda. Kwa kipindi cha mwezi mmoja, zaidi ya wahudumu 5 wa bodaboda wamehusika kwenye ajali katika barabara kuu ya Mombasa kwenda Nairobi, ajali nyingi zikichangiwa na ukosefu wa ufahamu wa sheria za barabarani. Hali hii ilichochea mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na polisi wa trafiki kutoa mafunzo maalum kwa wahudumu wa bodaboda kutoka mji wa Emali na Kibwezi. Nimekuwa na vijana haswa, hata sasa tukiongea hivi niko na vijana 5 ambao wamelala kwa ward za hospitali zetu, wamepata maajali. Ajali zimekuwa mingi. Ndio maana mimi kama kiongozi wao nimeona nitafute vile nitapata uwezo wa kufanya hafla kama hii. Sawa vizuri kuhusu vieti ambavyo tunafaa kuwa navyo pale kwa barabara, na ni jambo ambalo limetusaidia sana. Tumesikia vijana wetu wamesaidika, tumeona usaidizi. Kando na masuala ya usalama barabarani, wahudumu hawa wa bodaboda walizungumzia umoja wao na kusisitiza watu kubali kutumiwa visivyo na wanasiasa. Sisi tusijaribu kutumika vibaya kwa hizi nini za mambo ya mobilization hivi, kama kuharibu mali ya mtu. Fanya kazi yako na ujienekeze kwanza. Ile ingine imenifanya ni kwamba hizi helmet maliflete kama mwanabodaboda usijaribu kuacha nyumbani kwanza. Kwanza itajaribu kwanza ikusaidie wakati unaweza pata ajali pale, na sio lazima eti ukiona askari unafikiria unaweza kimbia. Hapana, askari ni brother yako na sister yako. Sasa tumejifunza jinsi nzuri ya kujijunga barabarani. Nasema nashukuru tu chamani wetu kwa kuleta hii hafla. Imetusaidia sana na mambo yatakuwa sawa. Hatutatumika vibaya, hasa wakati huu wa siasa. Hatutakubali mtu yeyote akuja atumie vibaya. Sisi kama watu wa bodaboda hatutakubali kutupa mawe, kutumika vibaya, kupigana kwa vita. Hatutakubali. Na tumesema tutasimama pamoja, tutasimama kindete na tutakaa pamoja, tusaidiane. Aidha, wametakiwa kujiunga na mashirika ya akiba na mikopo na kuwekeza kama njia mojawapo ya kuboresha maisha yao. Manake kupitia kwa umoja na kujuana, kama jinsi nimeona hapa Emali wanajuana kwenye kila stage, kuna mwenyekiti, wanajuana members. Hiyo inasaidia pakubwa sana wakati ambapo hata mambo ya wizi wa pikipiki unatokea, wanakuwa na njia rahisi ya kuzungumziana na kuelewa ni vipi ambavyo wataweza kuitafuta pikipiki yao. Pia tufikirie ni wapi pengine tunaweza ekeza zile pesa zetu ambazo tumeweka kwa sako, ndio ile income iendelee kuongezeka. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni. Kutoka kwa Mutinda tuelekee kwake Julius Joho.